Jina langu ni Leopold Tasso Mkebezi, mwenyekiti wa Chama cha Makocha Tanzania TAFCA, ambaye leo hii tulikuwa na mkutano mkuu maalum wa uchaguzi wa viongozi wa Chama cha Makocha Tanzania kitaifa. Nazungumza kwanza, niseme kwanza nimetetea kiti changu. Nilikuwa mwenyekiti tangu 2021. Sasa muda wangu ulikuwa umepita, tumekabidhi madaraka, kamati ya uchaguzi imeendesha shughuli zake. Bahati nzuri nimebahatika kurudi tena na sikuwa na mgombea mwingine kwenye kiti changu, kwa mgombea peke yangu. Kwa hiyo mkutano kwa ufupi ni kwamba umekwenda vizuri, kwa sababu kila nafasi ilikuwa na mgombea mmoja. Nafasi ya mwenyekiti nilikuwa peke yangu, nafasi ya mwakilishi wa mkutano mkuu wa TAFCA kwa Juma Mgunda na kwa peke yake, alafu na kamati ya utendaji wale wa kuchaguliwa walitakiwa wawe watatu, lakini alipatikana mmoja. Hizo nafasi zitajazwa baadaye. Baada ya hapo mimi kama mwenyekiti sasa, katiba inaniruhusu kuchagua wajumbe watatu kuingia kwenye kamati ya utendaji, ambao nimeteua Jamali Kisongo, nimeteua Dismas Yaonga na James Wambura. Mimi naitwa Ken Patrick Mwaisabula, mzazi, kocha, ni moja ya makocha mahiri kidogo na wakongwe nchi hii. Mimi ni mwenyekiti wa Chama cha Makocha Ilala. Tuko hapa kwenye uchaguzi mkuu wa Chama cha Makocha nchini TAFCA, na nashukuru umekwenda vizuri. Tumechagua mwenyekiti wetu, mzee wetu Leopold Tasso Mkebezi, kuongoza hili jukwaa letu tena la makocha, na naamini kwamba litakwenda vizuri, na hasa kuchukulia sasa hivi tulikuwa na matatizo ya katiba, na katiba imeshatoka. Sasa hivi tuna katiba ya Chama cha Makocha TAFCA, katiba imeshatoka vizuri. Kwa hiyo nadhani uongozi uliochaguliwa sasa hivi utafanya kazi vizuri, na tajirini wapo kama katibu wetu watatuendesha vizuri, na sisi kama makocha wa nchi tumepokea uchaguzi mzuri wa amani wa kidemokrasia. Kama wataalamu hatuna mbambamba. Kwa jina naitwa Kanuti Daudi, mjumbe wa mkutano mkuu wa TAFCA kutoka mkoa wa Ilala. Leo tumefika hapa kwa ajili ya tukio la uchaguzi wa chama chetu cha makocha taifa, na tukio limeshamalizika. Tumefanikiwa kumpata mwenyekiti wetu au kumpa mwendelezo mwenyekiti wetu aliyekuwa mwenyekiti Leopold Tasso Mkebezi kuendelea kukiongoza chama chetu kwa imani tuliokuwa nayo kwake, na hasa baada ya kufanyia marekebisho katiba ya chama chetu. Tunaamini sasa chama kitakuwa na nguvu na kitakuwa na matawi mazuri ya kufanya kazi katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa majina naitwa Gudi Enoki Msangawala, nawakilisha mkoa wa Njombe kama mjumbe mkutano mkuu TAFCA taifa. Leo kilichokuwa kinafanyika hapa ni kuchagua uongozi wa TAFCA taifa, ambapo uongozi umepatikana. Mwenyekiti aliyokuwepo madarakani karudi tena, ndugu Leopold Tasso Mkebezi. Tunamshukuru Mungu, uchaguzi umekwisha, tumefanya vizuri, na cha mno sana tumepata katiba yetu, kitu ambacho mara zote tulikuwa hatuna, na bila katiba huwezi kufanya kitu chochote katika maendeleo ya tasnia yoyote. Hivyo tumepata katiba, tunashukuru. Baada ya hapo sasa tutategemea uongozi ambao tumeuchagua leo usimamie katiba kuanzia taifa, mikoani mpaka kwenye wilaya. Naitwa Shukuru Amele Ngweshani, ni mwenyekiti wa TAFCA mkoa wa Pwani. Tupo hapa katika kuhakikisha kwamba tunafanya chaguzi, na bahati nzuri kwamba mpaka sasa tumeshafanya chaguzi za kuchagua viongozi wa TAFCA taifa. Kwa hiyo baada ya uchaguzi huo, nadhani sasa TAFCA itakuwa imezaliwa upya na kupata katiba mpya ambayo itakwenda kusimamia
kuhakikisha kwamba kozi za makocha zinakwenda hadi kufika chini. Kuona kwamba serikali iweze kutumia kwamba sisi makocha kama tutapata walimu, maana walimu ndio wapo mashuleni ndio wanafundisha vijana. Kwa hiyo kama serikali itasaidia kuwapa kozi walimu wote wa shule za msingi na sekondari, inawezekana baada ya muda mfupi tutapata na wana michezo wazuri sana ambao wanaweza kusaidia kuleta sifa kwenye taifa letu. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wala hakikuwa kikao. Huu ulikuwa ni mkutano mkuu wa uchaguzi. Kwa hiyo uchaguzi umekwenda vizuri na bahati nzuri na mimi nilikuwa nagombea tena nafasi yangu ya uwakilishi wa TAFCA kwenye mkutano mkuu wa TFF. Kwa hiyo kama ulivyoona matokeo yametokea, namshukuru Mungu kwamba nimepata nafasi hiyo tena. Lakini kubwa ni kwamba ni kujipanga jinsi gani tutaweza kuiendesha TAFCA yetu. Kikubwa ambacho naweza kusema ni kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshapata katiba yetu ambayo ilikuwa ndio kilio chetu ambacho muda mrefu tulikuwa tunalilia hiyo kupata katiba, kwa sababu katiba ndio muongozo. Kwa hiyo kubwa ni kwamba tutaenda kusimamia katiba kwa mujibu wa taratibu zile ili kuhakikisha kwamba TAFCA yetu tunafanya vizuri.